Kwa hiyo unapanda chuma tunaondoka, au unataka kuendelea kuishi kimaskini? Kalia jombo mama. Kwa heri, tutaonana. Karibu sana mtazamaji wa BNP Entertainment. Kama ndio kwanza unaanza kutufuatilia, basi ni kusihi kubonyeza neno subscribe ili kuwa wa kwanza kupata notification pindi ambapo tunakuletea episodi mbalimbali za tamthilia hii pendwa kabisa ya Pressure, ambapo leo kwa moyo mkunjufu kabisa na kuletea episodi ya 64 na tayari tumeshakwisha kuangalia mambo mbalimbali na matukio mbalimbali ambayo yalijitokeza katika kipande kilichopita, kwa maana ya episodi ya 63. Sasa leo kuna mambo kadha wa kadha ambayo tutayajadili kwa kina, tutayajadili kwa pamoja, na nikuombe kwamba eneo lako ni moja tu ambapo utaweka maoni yako kwa kile ambacho tunakijadili leo hii. Utaandika chochote kwa kile ambacho nachokizungumza hapa, lakini nikusihi kushare, kulike na kucomment, ambapo hiyo comment ndio maelezo ambayo utakuwa ukijiunga na sisi. Leo hii tutaangalia mambo kadha wa kadha, lakini tutaangalia mwenyekiti, utajiri wake wa sasa unatokana na nini, lakini pia tutaangalia uhusiano wa Kijiko pamoja na mjomba wake Baruti, lakini pia tutaangalia sakata la wajumbe katika vikao vyao vya ndani. Tutapita kwa undani kabisa, tutamtazama Wenge moja na barua aliyoipata. Kitu gani kilichoandikwa? Kwa nini aliandikiwa Wenge ambaye alikuwa hafahamu kusoma, lakini akapewa ujumbe wa maandishi? Ni kwa nini Joe alimwandikia barua Wenge wakati Joe anajua kabisa Wenge hajui kusoma? Ni kwa nini asingepiga simu? Au ni kwa nini aliyomtuma barua asingemwandikia, asingempa ujumbe wa maneno kwamba akamwambia Wenge 1 2 3, lakini akaandika barua? Lengo lilikuwa ni nini? Ni kwa nini Joe aliandika barua hata anamwandikia alikuwa hajui kusoma? Tuandikie katika eneo la comment ili tujadili kwa pamoja. Sasa tukianza kumwangazia mwenyekiti Zuberi. Mwenyekiti Zuberi sasa hivi hakuna ambaye ana enjoy maisha, hakuna ambaye aliyejipata katika kijiji kama sio mzee Zuberi. Utajiri wake unatokana na nini haswa? Tuandikie katika eneo hilo la comment ili kuweza kujadili kwa pamoja. Kitu kinachojitokeza kwa sasa kwamba mzee Zuberi ambaye ni mwenyekiti tayari ameshaweka uwekezaji mwingi, ameshakaribisha wawekezaji wengi katika kijiji chake, ambapo anaanza kupata na kujilindikizia mali ambazo ni za wananchi kwa upande wake. Leo hii tunaona kabisa kwamba anamiliki nyumba nzuri, anamiliki usafiri, which ni vitu ambavyo alikuwa havimiliki hapo kabla. Kwa hiyo hayo yanamfanya atangaze kwamba hana mpango wa kuondoka katika utawala wake. Hana uwezo wa kuacha uchaguzi huu upite bila yeye kushika kiti, kiasi kwamba tumeona akidiriki kufanya mauaji kadhaa ili kujihakikishia ushindi wa kishindo. Ni kwa nini leo hii wajumbe wanaanza kumwekea vikao ambavyo sio rasmi, ambavyo vikimhusisha mjumbe kutokuwepo katika kikao hicho na kuanza kujadili mustakabali wa kiti cha mzee Zuberi? Tuandikie katika eneo hilo la comment. Lengo ni kuhakikisha kila mmoja anatambua kitu gani ambacho kinachoendelea katika tamthilia hii ya Pressure, ambapo leo hii kama nilivyokuambia kabisa tuko kwenye kipande ama episode ya 64. Lakini tukiachana na tukio hilo la mzee Zuberi kwa maana ya mwenyekiti kuwa sasa hivi na mali za wananchi, kuhakikisha kwamba sasa hivi anakuwa ni mtu mwenye nguvu na mwenye ushawishi mkubwa katika jamii yake. Tuangalie wawakilishi kwa maana ya wajumbe ambao ndio wanampitisha katika kura za ndani kwa maana ya kura za maoni ukiwakilisha chama chake. Sasa wajumbe bado wanasitofahamu, wampe nafasi nyingine ya Zuberi kuendelea kukitumikia kijiji au wamtoe. Lakini wajumbe wengi inaonekana tayari washachukua pesa za Zuberi
kiasi kwamba wanaanza kumfanyia kampeni za ndani kuhakikisha anapata nafasi nyingine katika kukiongoza kijiji. Je, ni kweli mzee Zuberi ataendelea katika uongozi wake, au kuna namna ambavyo Joe anaweza akafanya chochote kuhakikisha anamtoa? Tuandikie katika eneo hilo la comment ili tujue kwa pamoja, tupate knowledge, ili tuhakikishe tunaendelea kuwatazama episode hii na tunatazama tamthilia hii kwa ujumla, tukiwa tunajua ni kitu gani ambacho kinaendelea. Lakini pia tunakuja kuona kwamba Salma tayari anaishi kwa kina Baruti, lakini bado familia haijaseto pamoja kujua namna gani ambavyo wataendesha maisha yao kati ya Baruti na Salma. Lakini presha kubwa inatoka kwa mjomba wake Kijiko. Kijiko hajaridhia kabisa kumuona Salma katika nyumba yao. Unahisi ni kwa nini Kijiko hataki kumuona Salma katika nyumba yao? Tuandikie katika eneo hilo la comment. Ni kweli ni uhaba au maisha magumu ambayo yako pale, ambayo mwisho wa siku alikiri kabisa Kijiko kwamba msitazame mageti kwamba mkahisi tuna maisha mazuri, ni unga robo. Ni kweli kitu kinachomfanya amkatae Salma ni kweli hawana maisha ya kumtunza, au ni nini? Kitu gani ulichokiona katika sakata hilo? Hebu tuandikie katika eneo letu hilo la comment, kwa maana ya comment section, ili tujadili kwa pamoja. Hii ni BMP Entertainment. Kama ndo kwanza unaanza kutufuatilia, basi nikusii kama ambavyo tayari nimeshakusii mwanzoni, ubonyeze neno subscribe ili kujiwekea mazingira rafiki na rahisi kupata mwendelezo wa tamthilia hii ya The Pressure. Lakini pia utakuwa umejiunganisha na sisi moja kwa moja, umepata vinasaba vya damu vya kuwa pamoja na BMP Entertainment. Mimi ni Mrisho Wise. Endelea kuitazama, endelea kuifuatilia Pressure kwa lengo la kujifunza zaidi hali halisi ya maisha